Petro wa kwanza mlango wa pili, hii ni sehemu ya kwanza. Kichwa cha somo kinasema ukiokoka unakuwa kuhani wa Bwana. Ukiokoka unakuwa kuhani kwa Bwana. Petro wa kwanza mlango wa pili una mistari iko 25. Leo tutasoma mistari 12. Na kwa neema ya Mungu wiki ijayo tutasoma mistari mingine 10 itakuwa 13. Kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 25. Watu wana sehemu mbili. Tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo tunaona habari za ukuhani huu wa kifalme. Na kama rejea tu kitabu cha Petro wa kwanza kina milango 5 na kinafuatwa na kitabu cha Petro wa pili chenye milango 3. Hiki cha kwanza na hata cha pili, hasa cha kwanza. Cha kwanza hiki chenye milango 5 dhima zinazozunguka humo. Nishasema Biblia ina tabia kuwa na dhima. Unakuta kitabu kimoja kina dhima kubwa moja. Ukiacha vitabu virefu kama kina Isaya au Zaburi inakuwa na dhima zote za maisha yetu ya Kristo unayakuta mle yote. Lakini Petro wa kwanza sasa inaongelea habari ya thamani ya wokovu, maana yake kuupata na kuheshimu na kuupa thamani. So unapokuwa na kitu chenye thamani alafu ukakichezea, mfano mzuri akiwa ni kaka yake Yakobo alikuwa anaitwa nani nikumbushe? Esau alikuwa na thamani fulani ya uzaliwa wa kwanza na urithi mkubwa. Alivyouchezea ulimponyoka na hakuupata milele. Kwa hiyo wokovu kuupata na kuuthamini. Kitu chochote cha thamani, hazina zako na zangu lazima tuzithamini. Na kitu kisha kithamini maana yake kinakufaa, kinakuletea faida. Kwa hiyo Petro wa kwanza kama tulivyosema dhima zake kubwa, unasoma tu mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, anaweza kaongeza vitu vingine lakini anarudi humo. Kama thamani ya wokovu, baadaye dhima nenda sambamba na hiyo mienendo ipasayo wateule. Kwamba mtu akishaokolewa ndio jina la mteule. Mienendo inayoendana nayo. Ambayo sio vitu vilivyoshikana moja kwa moja kwa sababu wokovu ni kuamini, kusikia, kuamini na kukiri jina la Yesu Kristo. Na inakuwa imeisha. Hiyo imejitegemea kabisa. Labda mtu aliyeamini bure akafanya fake. Unajua kuna watu anafanya fake, anaenda kanisani anatafuta binti, anatafuta kijana, anakuambia nimeokoka na nini na nini. Hiyo Mungu anaona mpaka moyo anasema huyu ameamini bure. Lakini mtu aliyeamini kweli akasikia neno, likamconvince, likamconvict, alafu akaamini, akakiri na kwa kinywa chake akalitajia jina la Yesu. Wewe waambie si watu wengi wanaweza kulitaja jina la Yesu Kristo. Kuna manyumba ya imani makubwa tu akisikia jina la Yesu Kristo anakuwa amesikia takataka. Lakini bado anataka kumwamini Mungu. Ni kitu kikubwa sana watu wakuelewe tu. Kwa hiyo kitu kinachoenda sambamba na hicho huwa ni ile mienendo ya mteule. Sema mwenende kwa jinsi ipasavyo wacha Mungu, wateule wa Mungu. Na mara nyingi akiongelea yale mambo ya kila siku, yale mambo tunayokutana nayo, hasira, kiburi, kujiona, kijicho, husuda, ugomvi, unyenyekevu, vitu kama hivyo, mchanganyiko wa mambo kama matunda ya Roho Mtakatifu ndani ya Mkristo tuliyaona kwenye sehemu nyingi. Kitabu cha Galatia, lakini pia tuliyahubiri kama somo hivi karibuni. Matunda ya moyo, ya roho na matunda ya mwili. Basi kuzaa yale matunda na ambayo sio automatic. Sio lazima itokee. Vivyo na wokovu sio automatic. Ni is a choice, ni kuchagua. Watu huchagua kuokolewa na huchagua kukataa kuokolewa. Watu huchagua. Mungu anachokifanya ni kama kunywa maji. Wokovu unalinganishwa na kunywa maji. Kunywa maji unachagua. Yaani mtu anaweza kukuletea maji akokea pale anasema sawa asante. Lakini kule kuingiza kwenye koo ni choice. Ni uchaguzi wa mtu. Sasa Mungu anachokifanya na kuletea ule wokovu na kuweka pap. Anaweza kukuletea mhubiri kama hivi tunavyohubiri, anaweza kukufanya wote vile. Alafu utausikia utasema asante mtu. Tunashukuru asante. Wakati mwingine mwakani nikiamua
Unasema mwakani sio kwako ni kwangu. Ndio sio? Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mienendo ipasayo wateule. Iliyo sahihi. Uvumilivu, unyenyekevu, fadhili, utu wema. Sehemu nyingine kwenye kitabu cha Hosea na kwenye injili ya Mathayo sehemu tofauti, Mathayo 9 Mathayo 12. Ukisikia neno lile linarudiwa na sehemu nyingine ujue lile neno ni zito kwa Mungu. Kristo anasema akimnukuu Hosea, anasema kama mngalijua neno hili kwamba nataka fadhili wala sio dhabihu. Nataka maisha yenye fadhili, utu wema. Utu wema, wepesi, kumfanyia mtu mwepesi. Kuna mtu mwingine anaweza akawa hata ni labda ni ndugu, lakini ukawa unajisikia shida kukaa naye. Muda wote. Hao watu mnawajua? Hamwajui. Fanya wepesi kwa watu. Of course sisi wa binadamu hatujakamilika. Kuna hapa na pale tutajikwaa na nini. Lakini kwa ujumla fanya wepesi. Kufanya wepesi ni nini? Ni mambo mengi mengine sitafundisha yote. Lakini hoja nyingine nayoongelea kama dhima kubwa kwenye Petro wa kwanza kwenye ile milango 5 ni habari za kwamba sisi sio watu wa kudumu sana kwenye hii dunia. Ni wasafiri na wapita njia. Kwamba tupo tu kwa kitambo. Watu wengi hilo neno hatupendi kulikumbuka. Mimi hakuna maneno ninayopenda kuyakumbuka kama hayo. Kwanza yananipa hii dunia imejawa na taabu. Nenda uko unakula, unashiba, unavaa vizuri kwani nimevaa vibaya. Lakini nikikumbuka kwamba nina muda wa kukaa hapa kwa muda nifanye mambo fulani afu baadaye nina sehemu bora nyingine zaidi. Ni neno jema sana mimi kulikumbuka. Kuna watu wanatamani waishi milele hapa dunia. Na sasa hivi tafiti nyingi za kisayansi, za medical, whatever, za kibiolojia wanajaribu kutafuta eternity, maisha ya milele hapa dunia. Manipulation ya genes, manipulation ya chromosomes, vitu kama hivyo. Ni kujidanganya. Kuweza kutumia chip kwenye bongo za binadamu. Na kadhalika. Leo tunaona vipengele viwili. Wanapenda kwa sababu mlango tumeogoa sehemu mbili wa pili. Mlango wa pili Petro wa kwanza. Lakini ndani ya sehemu ile ya kwanza ile mstari 12 nayo inadhima ndogo ndogo mbili nazo za leo. Moja kabisa ni habari za kuudhibiti mwili na na kuikuza roho. Hapo ni hoja ya mienendo, si ndivyo ilivyo? Mwili tunapoudhibiti, vionjo vya mwili ni vingi. Mwili utatamani kile, utatamani hiki, utafikiri kile, utamanya nini? Basi anasema tukiufisha mwili kwa roho. Na huhitaji kukaa unahangaika na ufishaji. Hapa na wewe jaza neno la Mungu ndani ya nafsi yako. Mwili unakufa automatically. Mkristo mwingine anaweza kumsikia anaenda kanisani tarehe 1 mwezi wa kwanza anarudi Pasaka. Itakapoangukia anakuja tu. Kama alikuja mwaka mpya tarehe 1 Pasaka kama mwezi wa 4 anakuja kama mwezi wa tayari huyo saa ngapi ataujaza. Mimi nasema msiache kukusanyika. Kile topo leo. Kwa hiyo kuudhibiti mwili na kuinua roho. Lakini tutaona sehemu kubwa pia mstari wa 4 mpaka 12 habari za ukuhani wa kifalme. Kuhani ni mtu mwenye kutoa kufanya ibada mbele za Mungu. Leo hii ndo hawa ambao watu wa dini zao wanajifanya wanavaa mangunguo wanaingia madhabahuni. Uwezo kupakanyaga pale. Kwenye yale madhabahu ya mapadri yale. Hawakuruhusu. Lakini mtu aliyeokolewa kwenye kanisa la wokovu, mtu yeyote aliyeamini anaweza kasimama pale akahubiri. Kama kuna mtu hapa ambaye yuko tayari anasoma, niambie Jumapili hapa au siku tutakapokutana katikati nitawapa somo. Mtu aje ahubiri. Baada aweze kuijua kweli au ameijua kweli. Umesoma Biblia umeimaliza, kima cha chini umeipitia mara 3. Makanisa yaliyo komaa sana. Mimi sio ubaya nikisema kwamba tumekomaa kidogo tu. Yanatosha tu. Sisi ni kichuguu. I don't care. Na mzee Mwinyi aliwahi kusema alipokuwa bado rais.
Anasema Nyerere siwezi nikajilinganisha naye. Yule ni Kilimanjaro, mimi ni Kichuguu. Sasa Kichuguu na Kilimanjaro kweli utavilinganishaje? Kwa hiyo sio vibaya, ni utu fulani wa unyenyekevu. Kwa hiyo makanisa yaliyokomaa mtu hahubiri kwa sababu sio kwa sababu amemkataa, ni kwa sababu anaweza kapotosha. Hajajua kweli yote. Mtu hubiri mpaka umesoma Biblia, ukiacha kule kushiriki katika mambo ya kiimani, ya ibada consistent na utumishi mwingine, lakini uweze kudhibitisha kwamba umesoma Biblia mara 10 ukairudia. Inaitwa cover to cover. Naanzia kwenye cover ya mwanzoni na mpaka ya mwishoni bila kuacha neno, vitabu 66 vyote. Na kila doctrine ya msingi unaielewa. Okay, kwa hiyo tuko tunaangalia ukuhani wa kifalme, watu wanaoweza kufanya kazi katika madhabahu ya Mungu wa mbinguni. Hao ni watu gani? Ni ministers, ni mawaziri wa Mungu. Mawaziri wa Mungu. Watumishi katika serikali ya Baba wa mbinguni. Kudhibiti mwili na kuikuza roho. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Hem tusome ule mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema hivi. Petro wa kwanza mlango wa 2. Mstari wa kwanza anasema hivi. Basi wekeni mbali wote na hila yote. Na unafiki, husuda, na masingizio yote. Haya, mstari wa kwanza. Wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki. Unafiki ndio kama uchawa. Hapa unajua kuna maneno mapya yanazaliwa yanafafanua zaidi hoja. Na husuda. Husuda ni wivu mbaya. Na masingizio. Wewe haya ni matunda ya mwili. Ni mambo yanayozaliwa ndani ya mwili. Matunda ya roho ni nini? Ni matunda 9 mnakumbuka kwenye Galatia 5 mwishoni. 21, 22. 19, 20, 21, 22 hapo ndo kuna matunda ya. Kwanza yanaanzia 17 matunda ya mwili ndio yanaanza. Ni mengi. Tuliona yako 17. Mmoja wapo ni vitu kama husuda. Wewe niulize matunda ya roho nakumbuka. Upendo, unyenyekevu, fadhili, amani, kiasi. Hizo ndizo tabia za wanadamu walio wengi. Hapana, tabia za wanadamu ni kiburi, kujiinua, husuda, uchonganishi, ugomvi, ulevi, tamaa, vitu kama hivyo. Tamaa. Mungu anasema sasa hivyo kwa sababu huko nyuma alikuwa ameongelea. Kumbuke mlango wa 2 wa kwanza alimaliza kaongelea kwamba mmeokolewa kwa vitu vyenye thamani ambavyo sio fedha na dhahabu bali ni damu ya Yesu Kristo, ni neno lake. Kwa hiyo anasema kwa sababu ni mlango wa kwanza ulikoishia kwamba mmeokolewa, basi baada ya huo wokovu sasa wekeni mbali hayo mambo. Kwa sababu haviendani. Haviendani. Basi wekeni mbali uovu. Wewe hivi vitu, sikiliza vizuri, hivi vitu vilivyoongelewa wekeni mbali. Hivi vitu vyote hivi watu huvifanya bila kujijua, lakini kwa sehemu kubwa ni uchaguzi wa mtu. Ndio sio? Ni uchaguzi, sio maumbile tu. Maumbile yamo, lakini unajua mwanadamu ameumbwa na vitu vyote. Tumeumbwa na asili ya mbinguni kwa sura ya Mungu, lakini tumeumbwa na asili ya Adamu. Ile tunayoiwekea nguvu ya kufa ya udongo, mavumbi. Ile tunayoichagua ndiyo inayopata nguvu. Kwa hiyo mtu akiamua kuweka mbali haya tuliyosikia, hila, kuna kitu kibaya miongoni mwa watu wenye hila. Si kama tumeelewa haya maneno maana halisi katika maisha ya kila siku. Hila. Yaani ni mtu ambaye hila ni mchanganyiko
wa ubaya usiojulikana, wa ubaya kwa ujumla, wa suda umomo, wa unafiki umomo, wa uongo. Yaani ni kitu kipana zaidi ya ambavyo ongeza ya neno la kawaida hii unavyoliona. Na unafiki vimeungana na husuda na masingizio, uongo. Ngoja niwaambieni, kwenye hiki kinywa cha wanadamu tusipovidhibiti hivi vitu, kwenye maongezi tu ya kila siku, maisha kila siku, uongo unaomwagika humo ni kiasi gani? Ni mwingi. Ukitoka hapa ukafanya jambo fulani, alafu ukakutana na watu wanakupa ripoti ya jinsi jambo hilo lilivyosema kuhusu wewe. Sana huwezi kusema ni kweli. Walichosema ni kweli, utagundua mingi ni uongo. Mbona hii sio kweli bwana? Lazima hiyo mviacheni, waacheni watu wa duniani. Hakuna faida ya kuitwa kwenye ufalme wa mbinguni, wokovu, kumkiri Bwana Yesu Kristo. By the way, ngoja niongeze neno hili. Kwa sababu tunasoma kitabu cha wokovu, ngoja nirudie neno la wokovu. Najua kuna sehemu nitakimbia hapa, ngoja mtu yote yule unayekaa katika kanisa la Kibaptisti kama hili, lazima ujithibitike mwenyewe, ujithibitishe mwenyewe kwenye nafsi yako kwamba umeokoka. Na kuokoka sio yale maisha. Mimi mwenyewe hata leo ukiniambia kwamba wokovu wangu upimwe katika lile neno la walokole wokovu, nitaukataa. Sio ule. Wokovu ni kuthibitika kwenye nafsi yako kwamba nimesamehewa dhambi zangu. Kwanza mimi ni mdhambi. Kwa asili mwili wangu natenda dhambi. Nipende nisipende, hata zile za makusudi zisizo makusudi, na kila dhambi Mungu haweza kaipokea katika mbingu zake. Kwanza lazima neno la Mungu linatuambia kwamba tunajua kwamba kuna uzima wa milele baada ya kuvua hii miili nayo oza hii. Hii miili inaoza hii. Na inaoza vibaya. Sasa baada ya kuwa najua kwamba huu mwili unaoza na huu mwili na roho iliyomo ndani yake vinahukumiwa na Mungu kwa matendo yangu, lakini kuna kifo cha Yesu Kristo cha msalabani ambacho kilikuja makusudi ili kilipie hukumu ambayo ningeipata katika huu mwili na roho yangu. Kilipie, na kinalipiaje? Kwa mimi kuamini kumwamini Yesu Kristo kwamba ni mlipaji, ndiye aliyenilipia. Baada ya kuamini niongee naye, kwa sababu anasikia watu wapo, anasikia watu hawapo. Haya tunaongea anayasikia. Aidha mbele za watu kama hapa, au hata nikiwa sehemu ya faraga, niko chumbani, nipige magoti kama labda nimeamua kumheshimu, hata nikitaka nikikaa kitandani au kwenye kiti, nikamwambia Bwana Yesu Kristo, ninakuamini wewe ndio mwokozi wangu. Ninaomba unipe uzima wa milele. Na usamehe dhambi zangu za zamani, za sasa na zile zijazo, maadamu bado niko katika umri unaoharibika. Naomba uniandike katika kitabu chako cha uzima wa milele. Hiyo ni nyongeza tu. Majina yetu yanakuwa yameandikwa, hayafuti mpaka tunapokuwa hapo mtu anakuwa ameokoka. Je, akishafanya hayo, kesho hatataka, macho hayatatamani, yatatamani kwa sababu ni macho. Mwili na nyama hazirithi ufalme wa mbinguni, wala hajaokoka. Ila zinadhibitiwa. Paulo anasema nina udhibiti mwili wangu katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 9. Na unaudhibitije? Ni kwenda katika ibada, ni kusoma neno, ni kufanya nini? Lakini kwa habari ya roho, na unapokuwa umefanya vile ya kuamini na kukiri aidha mbele za watu, na ninakuomba kama ulikuwa hujafanya hivyo, ukitoka hapa ingia kwenye chumba chako fanya hivyo. Wala sio kwamba utakuwa umejidhalilisha, hapana. Utakuwa umejitendea jambo jema kabisa kuliko mambo yote. Na niko pamoja na mimi. Nenda kafanye hivyo. Haina ugumu. Haina ugumu. Mbaya wakati mwingine ni ile wewe ambaye hujaokoka, hebu njoo hapa piga magoti. Hiyo wakati mwingine kwa kama kudhalilishana. Ile sio sahihi. Njia mbili kubwa ambazo watu hupata wokovu katika imani ya kibiblia. Wewe kila kanisa linajulikana kwa jambo moja kubwa.
Kisema baptisti wa kweli, kuna baptisti fake wako wengi. Baptisti kazi yake ni mtu anayejua maandiko. Yaani hiyo ndio hata mtu mwingine anasema yale majamaa bwana hajui kuimba afanye lakini anajua maandiko. Yanajua kweli. Ukimtafuta mtu wa Jumamosi atashindwa vyote lakini anajua kuimba. Hata kuimbia roho yako itasuzika. Ndio si. Kuna kanisa kwa mfano kama kanisa langu la zamani la Katoliki. Wale watu ni wanyenyekevu. Wanajua unyenyekevu kabisa. Na ni watu ambao wanajua kufuata utaratibu. Na ni wafanyakazi wazuri. Na wakienda madarasani ni wanafunzi wazuri kabisa. Lakini vyote vinaishia hapa. Hivyo vitu sio vibaya kuwa navyo lakini zaidi sana. Yesu anasema nimekuja kusudi wawe na uzima na kisha wawe nao tele. Kwamba uzima wa hapa, maisha ya hapa, ukamilifu hapa ni mzuri lakini zaidi sana ule udumu hata uzima wa milele. Ukija kwa mfano kama wao wanani hao. Kwa hiyo kuna watu wanajua kuimba. Unajua kwa mlokole anajua kukemea. Yaani unaweza usifuge mbwa lakini uko naye. Ngedere hawatatokeza kwako. Anakemea kweli kweli. Anajua kufanya action. Sio vitu vingine sio sifa nzuri. Mlokole haimbi vizuri. Mlokole hajui maandiko. Lakini vile vile ndani ya walokole wako wachache waliookoka. Wanakuwa wameokoka kweli. Tofauti na hili kanisa kubwa. Njoo hawa wanaojiita wa Protestanti sio nini hawa wanaitwaje? Wakeke nini? KKK nini hapo? Wale wanajua kufanya project. Yaani unaweza wakaanzisha kanisa leo kesho ukakuta wamejenga hospitali humo, wameweka kliniki za nini, wamefungua maduka, wana famasia, wana shule, wana vitu vya duniani. Sasa hivyo sio sifa nzuri vile vile. Si mbaya kuwa navyo, lakini vina tabia ya kuficha vile vya msingi. Vina tabia ya kuficha vile. Naomba ukae pale sikuoni vizuri. Naomba usogea. Sawa. Amina. Wanapenda wakati mwingine ni waone wale. Kwa hiyo bado tuko kwenye ule mstari wa kwanza. Tuko tumefafanua katika upana wake. Unaweza kusoma mstari mmoja ukaenda nyumbani. Ukafafanua na mistari mingi mingine. Lakini hem tusogee mbele. Kwa hiyo lazima mtu awe ameokoka. Una haja ya kuwa katika kanisa baptisti kazi yake anajulikana maandiko. Ama naweza kusema ndio sifa kubwa kuliko zote. Mimi nasema nanyi mtajua kweli na ukweli tafadhali. Wewe ukutana na baptisti asijua maandiko ukiacha ambao wamejifanya warokole lakini baptisti original wanajiita fundamental baptist kwa kweli ni watu wanaweza simbe vizuri. Wanaweza hata wakati mwingine wasinani lakini wanajua kwa maandiko na wale wazuri wanajua kuyaishi. Baptisti ndio unakuta mambo ya kusema si unaenda kuzaa kitoto kimoja. Baptisti hata wazungu wao unakuta wanazaa watoto 8, 10, 12. Wanaenda kwa maandiko ya Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Ni sifa nzuri. Wewe mwambie hapa hatuna majengo mazuri, hatuna vitu vizuri. Tunachokijua tulicho nacho hapa ni maandiko. Amen. Yaani mtu akisema kwamba hamna maandiko atakuwa ametolea. Je, tunaimba vizuri? Wala hatuna hata vyombo, tunapiga ngoma. I don't care. Tukiweza kupata hivyo vingine sawa, lakini kama havikupatikana tulale macho eti kwa sababu hiyo. Mary au Mariamu na Martha kwenye kitabu cha Luka mlango wa 10. Yesu alipowatembelea wale maumbo wawili, huwa anapenda kurudia mfano. Kwa sababu Yesu aliweka makusudi wa kutufundisha. Ili fundisha kichwa sio mfano. Martha aliingia jikoni akaanza kukorofisha kafanya vitu vingi, labda alipika na chai, labda akaweka na nini, labda na juice haraka akapiga blender na nini. Maria akakaa pale miguuni pa Yesu. Maana yake labda Yesu anakaa hapa yuko chini. Maana yake hakutaka kujiinua. Labda Yesu alikuwa amekaa kwenye kiti yako kwenye mkeka. Kila linalohubiriwa Maria anasikiliza. Baadaye Martha anakuja jasho na mtoto. Mzee. Huyu mtu unamwona wewe. Hanisaidii chochote. Mimi nahangaika na nini? Yesu akamwambia akasema, Martha,
unajihangaisha kwa utumishi mwingi, lakini ni neno moja tu linalotakiwa. Nalo Mariamu amelipata. La kutulia na kusikiliza maandiko na kuyaelewa. Maneno ya Yesu Kristo ndio Biblia hii. Yesu hakumwambia hakumwambia Mariamu, wewe unasikiliza unajua neno tu peke yake. Mbona litakusaidia nini sasa? Ongeza na vitu vingine. Hapana, anasema hilo tu linakutosha. Na wewe Martha toka huko njoo ungane naye. Nafikiri ndio alichoongeza. Ndicho tunachotakiwa kufanya. Kama tukiweza kuweka vitu vingine, lakini fundisho la Yesu linaonyesha kwamba tuwe makini tusiweke vitu vingi. Mimi naogopaga vitu vingi. Hata kwenye maisha yako. Hata ndani ya sebule yako. Unaweza kukaa kwenye sebule, ukakuta kuna kapicha, mara kuna kanini. Yaani ukajiuliza unasema hapa ni store. Acha sehemu hewa ipite. Mambo mengi haya. Mstari wa 2 anasema hivi. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Katumia neno kukulia wokovu. Sio neno zuri, sio baya sana, lakini King James anasema ni kukua tu kiroho. Kukulia wokovu sawa. Sio mbaya. Anasema baada ya kuokolewa mnakuwa ni mtoto mpya. Kuokolewa ni kuzaliwa upya. Kule kulikiri jina la Yesu Kristo, yale mambo niliyosema unatakiwa ufanye kama hujafanya. Pale Biblia inasema unakuwa unazaliwa upya kwa mtu asiyeonekana, mtu wa ndani, ni roho wa Mungu ndani yako. Ni ile pumzi. Kwani pumzi ya uhai mtu anaiona? Haionekani. Yesu alisema kama vile ambavyo upepo unavuma hujui unakotoka, unakoenda, unaona unaenda, lakini utaona miti inatikiswa. Anasema ndivyo na mtu aliyezaliwa mara ya pili anavyokuwa. Ni kitu kisichoonekana. Lakini kinatokea. Kwa hiyo anachosema Petro hapa anasema mnakuwa ni kama watoto wachanga, basi yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Ni neno la Mungu. Paulo anawaambia sehemu nyingi, anawaambia Waebrania mlango wa 5, anawaambia wa Korinto mlango wa 3, kitabu wa Korinto wa kwanza, anasema ninyi sijawalisha chakula kigumu, nimewanywesha maziwa kwa sababu bado ni wachanga. Kwa sababu bado mna husuda, mna hiki, mnastahili mnyweshe maziwa mpaka mkomae. Mtoto mdogo umpe ugali, japo ugali ndio ungemfanya awe ina nguvu, lakini unaanza na vimaziwa. Tena humpi mengi. Na kama ni maziwa ya ng'ombe wale wa Kimasai unatakiwa uchanganye kidogo na maji, vinginevyo yanaweza kumshinda. Kaatapika. Anasema yatamanini maziwa. Je, ngoja nikuulize wewe unanisikia kutokea na sisi tulioko hapa. Unatamani maziwa ya neno la Mungu ya kujenga ili kusudi wewe imara ukue kiroho? Lazima tu yatamani. Kuyatamani sio haya jamani, natamani. Ukitamani maji si unayanywa? Unatakiwa wewe ukitamani lile neno, fanya utaratibu lisome. Hubiriwa, kuna mahubiri. Mfano mahubiri yote tunayohubiri hapa, tuna mahubiri mengi sana tunayohubiri. Karibu kila doctrine iliyo kwenye Biblia. Sina doctrine iliyobakiza. Japo nyingine nazirudia. Au nazikamilisha. Yanapatikana sehemu nyingi kwenye mitandao. Na sio lazima usome kila kitu ndani ya muda mfupi hapa. Unasoma kidogo kidogo. Kwani mtoto anayekuwa unamnywesha kusudi kesho awe amekomaa, nampa kidogo kidogo. Mstari wa 3 anasema hivi. Mstari wa 3 anasema hivi. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Anasema iwapo katika wokovu huo kulisikia neno na nini, ukawa umeonja ladha ile, fadhili na kweli na wema wa Mungu, lazima utayatamani haya maziwa ya akili ya neno lake. Kwa lugha nyingine, wale watu ambao unamkuta yuko kanisani mwaka wa 5 wa 7 nini, hajawahi kusoma hata kitabu kimoja akakimaliza, hata akisoma ni kama hana uwepo wa Mungu hapo ndani yake nini. Wakati mwingine unakuta anakuwa hajaonja ile kweli ya Mungu. Ameonja tu dini za wanadamu. Sasa nikaendelea sana
Lakini ngoja nisome mstari unaofuata. Mstari wa 4 anasema okay, kwa hiyo mstari wa 4 unaanzisha kipengele kidogo cha pili. Cha kwanza ndio hizi habari za nini? Za kudhibiti mwili na kuikuza roho. Mambo ya kiroho yaongezeke, mambo ya kimwili yashuke. Ndio haya tuko tunasema kudhibiti vionjo vya miili yetu nini vile na kuangalia macho haya. Iwe kati ya mtu mwenye macho mimi kama mimi hivi au wewe tunaangalia na mtu mpofu asiyeona. Ni nani ambaye tamaa zinakuwa ndani nyingi kwenye ubongo wake? Anayeona, si ndio? Sasa Mungu anataka tuwe vipofu. Tuwe na macho yaonayo sahihi lakini yasiyoona yale yaliyo. Ndio sababu Ayubu alifika sema bana, Ayubu 31:1. Anasema hivi, katika taabu zangu zote, hata kabla ya taabu zile, anasema nilifanya maagano na macho yangu kutokutazama mwanamke. Tamaa. Na wakati walikuwa hajapata smartphone. Wale tu wanaopita walikuwa hajaanza kuvaa nusu uchi. Walikuwa wanajifunika lakini bado alijua hatari. Akasema niliagana na macho kwamba macho ikifika muda wa kuniponyoka nitakuteremsha chini uangalie chini. Amina. Wewe mimi unaweza kusema haiwezekani. Biblia inasema lisilowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu linawezekana. Tumsishe Kristo. Kwa hiyo kudhibiti mwili kama matokeo ya mbegu ya wokovu ikiwa imepandwa na mtu mpya akiwa amezaliwa ndani yetu. Iliyotokea kwenye mlango wa kwanza ambayo sasa spill over kwenda mlango wa pili wa Petro wa kwanza. Sasa kuanzia mstari wa 4 na kuendelea mpaka mstari wa mwisho, mstari wa 12 sio wa mwisho wa leo, ni mstari wa 12. Tunaongelea habari zile za ukuhani wa kifalme. Terminology mbili, maneno mawili makubwa. Nawaambia maneno tukiyasikia yamekaa kinadharia. Yamekaa maneno. Lakini ni halisi. Maneno ni halisi. Ukuhani wa kifalme. Hiki kichwa kidogo ambacho kimezaa kichwa cha somo lote kimsingi kinachotoka kwenye mlango wa pili wa Petro wa kwanza. Ni mstari maarufu sana unaopatikana, mistari mingi lakini mmoja ulio na ujumbe ule ukiwa umewekwa pamoja vizuri inatokana na mstari wa 9. Tutaufikia baadaye. Lakini ngoja nitangulie kusema ili kusudi utupe picha kubwa ya nini kinaongelewa. Mstari wa 9 wa Petro wa kwanza mlango huu wa pili tunaosoma. Mstari wa 9 anasema hivi, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Anasema baada ya ule wokovu, mbali na kupambana na mwili na nini, lakini kwanza tunapata uraia mpya. Tunapata uraia wa mbinguni. Tunapata wenyeji wa mbinguni. Lakini hatuishi kwa wenyeji wa mbinguni. Tunapata ukuhani, utumishi. Kwenye falsafa ya utumishi katika mambo ya Mungu tangia agano la kale mpaka hata sasa. Watu walikuwa hasa kwenye agano la kale, watu walikuwa hawana uwezo wa kutengeneza na Mungu wao. Walitakiwa waende kwa kuhani ambaye kimsingi alikuwa ni ukoo wa Haruni. Haruni alikuwa kuhani mkuu wa kwanza, baadaye mwanae Elieza, Finehas na wengine wakafuata. Ulikuwa huna uwezo hata ukifanya kosa kiasi gani unatengwa, alafu unatakiwa uchukue dhabihu fulani upeleke kwa kuhani akufanyie ni kama hiyo ni agano la kale. Yesu akaliondoa akasema kwenye agano jipya mkisha okolewa huhitaji sasa kuhani wa kuja kukufanyia upatanisho na mbinguni.
unakuwa anasema tunapata ujasiri wa kupajongea patakatifu. Tunao uwezo wa kwenda mbele za Mungu Baba katika roho. Mbele za Kristo, mbele za Mungu Utatu Mtakatifu bila kupitia kwa mtu wa tatu. Yaani ni mimi na Mungu wangu tu. Mtu wa kwanza, mtu wa pili. Huhitaji mtu wa katikati. Leo hii kwenye hizi dini zao, dini ya Kikatoliki ndio wamezidi katika hilo. Lakini hata dini za dunia hizo mpaka unatakiwa upite kwa nani sijui padri sijui vitu gani ufanyishwe yani ufanyiwe upatanisho huna uwezo wa kujitetea mbele za Kristo. Si ndicho anachokuambia? Ni kujidanganya. Sicho alicho Mungu, sicho Mungu alichosema. Anasema ninyi mmekuwa makuhani. Kazi ya kuhani ni nini? Ni upatanisho. Kwenye Yohana sikuandaa hilo lakini Yohana Injili ile mistari ya mlango wa 17. Yesu alipokuwa anaondoka anasema wala sitawaombea ninyi mimi. Yaani Biblia inasema Yesu Kristo ni kuhani mkuu. Sisi ni makuhani wadogo. Mbele za Mungu Baba, mbele ya kiti cha enzi ambacho yeye mwenyewe ni sehemu ya kile kiti. Lakini anasema kwa sababu hiyo mimi wala sina kazi ya kufanya kukana. Anatuombea kwa sababu ni wadhaifu. Lakini anasema mnao uwezo wa kwenda moja kwa moja kwa Baba yenu. Bila of course katika jina lake. Kwa lugha nyingine ndio sababu Biblia inasema Yesu aliposulubiwa Kalvari. Pazia lile lilikuwa linatenga patakatifu panapotakiwa kuingiwa na kuhani mara moja kwa mwaka lilipasuka pop likaruhusu mtu anaweza kafika pale. Amina. Na niko pamoja na mimi. Ndicho nilichokuwa nasema. Liliondoa viambaza inasema viambaza hicho. Wewe ndio sababu huhitaji kuja kwa mtumishi gani. Kuna watu tukawapelekea injili, unahubiri nakwambia lakini mpaka nikwambie makosa yangu wewe. Sasa mimi jamani mimi uniambie mimi kwanza yanatia kinyaa. Sio wale mapadri wanapata wapi nguvu ya kusikiliza vile vinyabi. Yaani matope. Wewe kwambia ukisikiliza ukipita kwenye matope utapakwa matope. Of course wenyewe ni matope. Wewe ni matope yanapakwa ndani ya matope mengine. Lakini katika hali ya kawaida kungekuwa ni sehemu safi. Yale matope wanayosikia kwenye vinywa vya watu ni machafu. Anayeweza kuyasikia ni Yesu Kristo pekee. Ni Mungu Baba. Mwanadamu hayawezi. Ndio sababu akasema baada wakina Haruni aliyekuwa anapatanisha watu. Kuhani mkuu wa kwanza kabisa mkubwa alikuwa Haruni. Kaka yake Musa alimzidi miaka 3. Musa alipokuwa ameenda kutoka 19 alipokuwa amepanda mlimani kushuka tu. Anashuka mlango wa 32. Anakuta tayari kuhani huyo ameshatengeneza ndama 2 wako wanazichezea na kuziabudu na kuzifanya uchafu na washerati yaani wamejichafua. Musa akakasirika akachukua zile amri alikuwa ameshuka nazo zote yaani akazivunja. Hazina hata maana. Baadaye Mungu akasema sasa na wewe umeingia kwenye mtego. Amri zangu umevunja za nini? Nenda kalete mbao zitafute uziniletee mimi ndo nitaandika. Lakini zile za kwanza nitafuta mimi nikaandika mimi kwa kidole changu. Hizo za pili nenda katafute. Ulete hapa ndo nitakusaidia niandike. Na haikumwendea vizuri Musa tangia. Kwa sababu wale watu walimuudhi sana. Huo ndio binadamu. Tunaudhika mpaka tunaweza kujidhuru. Kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele kinachotuambia kwamba sisi kulingana na neno la Mungu unless tuwe tuna alternative, tuna kitu kingine kinaweza kutusaidia. Labda ukipata PhD lako na degree lako linaweza likakusaidia kukupa vitu vyenye matumaini makubwa kuliko hapa. Lakini ngoja nikwambie hakuna sehemu yenye matumaini kama tunayokuambia mimi. Mstari wa 4 anasema hivi. Mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Anasema baada ya kumwamini Yesu, ndiko tunakuja kwenye hoja ya ufalme, lakini hajaifikia.
baada ya wokovu na kuyaacha na nini kushindana na ya mwilini, anasema sasa baada ukiyavua unapata nguvu, unashusha ile mizigo, unaweza kumwendea yeye. Tunamkaribia katika maombi, katika ibada. Wewe kwa nini watu wengi hawaji kwenye hili kanisa kama hili? Ni uchafu waliobeba migongoni. Hana uwezo kutoka nalo. Lile neno linakuwa lina nuru nyingi sana. Niongeze wewe ulioko hapa. Unaweza kukaa hapa. Kama ni moto ni mkali sana. Lakini sasa ni moto wa duniani. Bado sisi ni wakosaji. Ni kama dhahabu ukipiga na moto mkali sio inaweza ikasafishika kabaki 99%. Bado kuna uchafu. Labda kuna madini mengine ambayo sio dhahabu. Dhahabu perfect haiko duniani. Mstari wa anasema tumwendee lile jiwe lilo hai. Anatumia yale maneno yaliyo kwenye Isaya sehemu fulani. Isaya na Zaburi. Isaya 28:16 Zaburi inayomlinganisha Yesu Kristo na jiwe na inarudiwa kwenye Mathayo 24:21. Yesu anasema hilo ndilo jiwe ambalo wamekataa waashi wajenzi, ambalo mtu hilo jiwe ni jiwe la kujikwaa. Jiwe Yesu Kristo ni jiwe. Jiwe ni kitu kizuri, linaweza anasema ukiliangukia unavunjika. Yaani ukienda vibaya na wewe Yesu Kristo alikuja duniani kuokoa dunia, lakini watakao kaa vibaya watahukumiwa naye. Watakutana na jiwe. Sisi tunaitumia kama jiwe la kujenga, jiwe la pembeni, jiwe la kujenga ufalme wa mbinguni katika maisha yetu ya milele. Lakini jiwe hilo ukiliingia gizani vibaya, ukianguka unavunjika. Na ukikosea likakuangukia, labda lilikuwa juu ukapita chini likaanguka, linakusaga tikitiki. Biblia inasema ndio imeandikwa humu, hatuwezi tukaacha kuyasema. Yesu anakupenda. Yesu anatupenda, lakini ni jiwe linalosaga vile vile. Kuna haya watu kwa nini tutoe habari upande mmoja? Mheshimiwa mtakatifu kwa vizuri, umefanya maendeleo. Mahamia na makosa mengine mengi aliyofanya. Ni mfano hata huko duniani. Mstari wa 6 anasema mstari wa 5 anasema ninyi nanyi kama mawe aliyo. Anasema kama kwa Yesu Kristo naye ni jiwe na ninyi ni mawe madogo. Ninyi nanyi kama mawe aliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Baadaye atasema ukuhani wa kifalme. Ukuhani ni kule kuwa na uhuru wa kufika kwenye meza ya msamaha, madhabahu ya mbinguni, kiti cha Mungu Baba. Ndio sababu tukiomba hatuombei habari za dunia, tunaongea na Mungu wa mbinguni, ambaye kiti chake kiko mbinguni, duniani misemo yake ya kuweka yuko kila sehemu by the way. Ukuhani mtakatifu, muweze kutoa dhabihu za roho. Makuhani wa zamani walikuwa wanapeleka dhabihu. Dhabihu ni kama sadaka, ni kama wanyama wa kuteketeza. Anasema sisi tunapeleka dhabihu za roho. Dhabihu za roho ni nini? Mioyo iliyotakata, iliyojawa na neno la Mungu, iliyojawa na wema, iliyojawa na upendo uvumilia nini? Vitu kama hivyo. Wewe ulize, labda ni kijana leo ambaye baada ya miaka 5, 7, 3, 2 atakuwa na mji wake na mke wake. Huyo kijana anafundishwa kuvumilia, kumvumilia mke wake kwa mfano. Anafundishwa kumtrack kwenye simu. Ndio sio? Kumtrack. Kijana wa leo ambaye anategemea kuingia kwenye ndoa mwaka 1, 5, 7 yote ile hafundishwi kuvumiliana na mwenza. Anafundishwa teknolojia ya kumtrack. Anaongea na nani, anafanya nini. Hafundishwi mambo ya Mungu basi. Kama yameeleweka kidogo.
Sasa natamani niongee mambo mengi lakini muda si. Binti wa leo hafundishwi kumtii mume. Kwanza anasema namtii kama nani? Sina hela yangu. Yaani na elimu yangu mtasubiri sana. Na wana maneno ya shobo. Mtasubiri sana. Mnasubiri heshima. Sina hela yangu. Au mimi nimezaliwa polini. Sina na baba yangu na mama yangu hapa. Wewe mimi usitegemee. Biblia inasema sisi ni mawe madogo. Kristo akiwa jiwe kubwa ana upendo mkuu. Hakuna upendo unazidi huu wa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Na sisi kama ni mawe madogo, sasa tuwe na upendo unaomlingana Kristo, unaomfanana Kristo, unaomfuata Kristo. Wa kuweza kusamehe, wa kuweza anasema upendo husahau maovu na mapungufu. Mstari wa 6 sema kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima. Hili jiwe ni baya, ni jiwe zuri. Hili ni jiwe zuri, jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima. Huyo ndo Kristo. Lakini sikiliza sasa lile jiwe madhara yake baadaye. Kwa wasiotaka kuendana nalo vizuri. Na kila amaminie hata tahayarika. Kutahayarika ni kusahauliwa, ni kuaibika, ni kukatishwa tamaa, ni kuwa disappointed na maana nisameni natumia maneno ya Kiingereza wakati mwingine nakosa ya Kiswahili mazuri. Sio kusema kwamba najua sana Kiingereza, hapana. Najua kidogo. Lakini lugha moja inaweza ikaizidi nyingine kwenye jambo fulani. Hata tahayarika. Huyo ni mtu ambaye amelipokea lile jiwe, amempokea Bwana Yesu Kristo. Ngoja sikia sasa upande wa pili. Mstari wa 7 anasema hivi: basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Anasema hili neno, hii heshima ya jiwe Yesu Kristo, heshima mnaipokea ninyi mnayeamini Yesu Kristo. Bali kwao wasioamini, jiwe waliolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza. Mstari wa 8, mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaa kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Nasema hii haiji kwa bahati mbaya. Mimi naweka wazi. Wewe leo hii mtu anaweza kukudanganya mambo yanakuwa vizuri na nini kumbe ni mabaya. Mungu yeye anaweka wazi. Anasema bwana, hii njia ni nzuri, inaishia kwenye uzima wa milele. Hii ni mbaya, inaingia kwenye hukumu ya milele. Wala hakwambia hii nayo sio ni wewe tu, inategemea jinsi. Unamwambia hapana, pita humu unapotea. Na ndivyo tunatakiwa tuhubiri. Lazima tuhubiri mbingu na uzima wa milele na nini, alafu kesho yake tuhubiri jehanamu na moto wake. Zuri watu wajue kabisa. Lakini usema huko kutakuwa jehanamu, lakini muda kama mfupi tu, unaungua kidogo tu. Ni tohorani inaitwa sijui, unakaa kidogo, unaweza kaa kama miaka 1000 peke yake. Miaka 1000 unaungua. Mungu ni Mungu wa black and white. Cut and clear. Yaani wazi. Na niko pamoja na mimi. Watu mara nyingi maneno yaliyo wazi yanawaudhi watu. Sasa sijui sisi binadamu. Wakati mwingine yale maudhi ninaweza nikaelewa. Yanatokana pia na watu wanaohubiri vitu wasivyovielewa vizuri. Mtu anaweza katoka usipoishika sabato weje hesabu moto. Sawa, moto upo lakini sio wa sabato. Wewe usipotoa sadaka, usipotoa zaka unamwimbia Mungu. Wewe jiandae tu wewe makaya wewe. Utajisikia vibaya na mimi nitajisikia vibaya, na una haki ya kujisikia vibaya kwa sababu unakuwa umedanganywa. Amen.
Mtu asipotoa anacho, hataki kumtolea Mungu wake, kuna sababu ya kutoa, Mungu anakuambia nitakunyang'anya. Huna haja kwa nacho. Lakini haina uhusiano wa wewe kwenda mbinguni au kutokwenda. Hizi baraka nimekupa naona unazitumia vibaya, nirudishie. Si kama yule mtu ambaye alikuwa yule wakili aliyekuwa amepewa kutunza mahesabu, kutunza duka la mtu, Luka 16. Baadaye aliposikia kwamba anatapanya mali yake akasema kuna habari nimeisikia mzee. Nasikia mali yangu unaitapanya. Huitumii sawa sawa. Kuna haja gani ya kuendelea kuongezea mshahara na kufanya kazi? Anasema hapa kesho asubuhi mahesabu kuna kazi. Jamaa akaanza kusema sije kulima. Nitafanya nini? Akaanza kufanya urafiki na mali ya udhalimu. Wewe unadaiwa shilingi ngapi? Vibaba 100, andika 80. Na wewe vibaba 80 andika 50. Anajaribu kidogo kujiokoa kusalvage kitu fulani. Wewe mwambie Mungu anapotupa yale mahesabu, anapotupa vitu akaona tutumia vibaya, anatunyang'anya. Lakini hawezi kutunyang'anya kitu kimoja, uzima wa milele, kwa sababu ule sio kwa matendo yetu, ni kwa uaminifu wake usiokuwa na mwisho. Unaitwa uzima wa milele. Yaani neno milele just underline, ni kitu kisichokuwa na mwisho. Wewe mwambie baraka sio za milele. Baraka zitaendelea mpaka mafanikio ya mwili nani, mpaka pale ambapo tutamesi nazo. Tuone kwenye ule mstari wa ukuhani uliobeba ujumbe wa somo la leo. Mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule. Huko nyuma anatoka kusema jiwe ambalo watu wamefanya nini? La kujikwaa, watu wenye matatizo na waliokataa lile neno, wasioamini na nini. Anasema sasa ninyi naongea na ninyi. Ninyi nao wahubiria leo hapa, labda na wewe unayetusikiliza na kuamini ile neno, anawaambia ninyi kinyume, upande wa pili sasa. So hapa kuna upande wa mbele na upande wa nyuma. Anasema hivi, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Hapa kuna title mbili. Kuhani ni mtu ambaye anafanya kazi kwenye madhabahu, yani maana yake anafika kwa Mungu. Wa kifalme ni ukuhani wa juu, kwa sababu tayari kuna na ufalme ni nini? Kwanza by the way, ufalme ni ufalme wa mbinguni. Ni akina Haruni walikuwa wa makuhani, lakini hawakuwa wafalme. Akina Daudi na ukoo wa Daudi wa Yuda ndio walikuwa wafalme, lakini walikuwa hawaungani. Hawa ni makuhani, hawa ni wafalme kwenye taswira ya kidunia. Lakini tunapookolewa, Biblia inasema tunaunganisha zile title zote mbili. Tunakuwa makuhani wa ufalme wa mbinguni, wa kifalme. Mwana wa mfalme haishi kama mwana wa mwananchi. Mwana wa mfalme ni mfalme na yeye. Mwana wa mfalme ni mfalme. Kama mfalme anakaa ikulu na yeye atakaa ikulu. Hata kama sio mfalme moja kwa moja. Makazi yake ni pale pale kwenye ufalme. Ndio sio. Na ameandika hivi. Bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Milki ni ule kumiliki kule. Yaani ni watu wa Mungu. Ngoja Mungu hawezi kumiliki watu kwa muda. Mungu humiliki milele. Ufalme wa duniani unaweza ukakoma. Lakini ufalme wa Mungu wa mbinguni ni milki ya milele. Anasema mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Anasema ufalme unaenda pamoja na uzima na nuru. Ufalme wa mbinguni au mambo ya Mungu yanaenda sambamba na neno nuru. Niko naelekea kumaliza, kwa hiyo kuna kazi nikutuma ukafanya, unaweza kaenda kuifanya. Binti unasikia? Amen. Kwa hiyo anasema mkaitangaza ukuhani wetu, ufalme wetu. Mimi nasema usiishie tu mimi ni mfalme.
Mimi ni mwana wa ufalme. Ni kuhani, ni hapana, anasema tuwafikishie na wengine. Na naweza kusema kwamba kazi tunayofanya hii ya ukuhani wa kifalme huu hatuwafikishii wengine. Wakati mwingine hata tunatumia gharama nyingi tu. Na ile gharama ni ya Mungu mwenyewe. Ni kazi yake. Mweze kuwafikishia wengine. Mungu anasema mstari uelekeze. Bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme, mbele anasema mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke katika giza mkaingie katika nuru yake ajabu. Mstari wa 10 anasema hivi: ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Anasema ni neema tu ya Mungu. Hatukuwa tumestahili. Naomba tunapoitwa katika wokovu wa uzima wa milele, sio kusema kwamba ni birthright. Sio kwamba ni haki ya kuzaliwa nayo. Makuhani, wafalme wa kwenye Biblia walikuwa ni wa kuzaliwa, unazaliwa nayo. Lakini hii tunaupokea kwa neema, tunaletewa. Wewe huo wokovu tunapata kwa neema, sio kwa kustahili. Kitu unachopata kwa neema ni kitu ambacho ulikuwa umestahili, umestahilishwa na mwingine. Sio kwa matendo yetu mazuri, sio kwa nini yale tulikuwa tunafanya zamani au tutakayo kuyafanya baadaye, hayaamui wokovu wetu. Kinachoamua wokovu wetu ni kazi iliyokamilika aliyofanya Kristo na imani inaweza kupokea hiyo. Amina. Kwa hiyo anasema mlikuwa sio taifa. Na hii inaleta taswira kwamba Agano Jipya lilifunua wokovu wa Mungu kwa kila yeyote. Actually hili linafanana na somo la leo la baadaye. Baadaye nitafundisha somo linaloongelea ufalme wa mbinguni hutekwa na wenye nguvu. Ufalme uko pale, unatakiwa usio ujilete, upokee, uende. Mtu mmoja akamwambia akasema, Bwana nifanye nini nipate kuokoka? Sio unakaa hapa unasema Yesu akwambia wewe okolewa sasa hivi. Mungu anatangaza wokovu, anaweka pale, wewe ndio unakuwa na kiu ya kuupata. Mstari wa 11 anasema hivi. Sema, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Mstari wa 12 na anasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri wamtukuze Mungu siku ya kujiriwa. Mungu anasema isiishie kwa wafalme na kufaidi ule ufalme na kuhani, lakini tuweze vile vile kuwa mabalozi wazuri, ambassador wazuri wa kuweza kuwaita watu kwa Kristo, ama kwa kuwahubiria ama kwa mienendo. Vyote ni muhimu, lakini kikubwa sana ni kuwahubiria. Toka tumesha hapa nilikuwa na mambo mengi ya kuongea, lakini sidhani kama kuna mstari umepita bila kidogo ufafanua na kuweka katika matendo. Mungu awabariki sana. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya utukufu wako na rehema zako. Asante Bwana Yesu Kristo, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.